Awalan, kwanza kabisa, mal maqsudu bil ihtifali bil maulid, kuna kusudiwa nini tukisema masherekezi ya mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au kusherekea mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuna kusudiwa nini? Almaqsudu bil maulid an-nabawi, makusudio ya mazazi ya mtume au kusherehekea mazazi ya mtume, ijtima'u an-nasi fi waqtin makhsusin min as-sana, ni kule watu kukusanyika katika muda maalum katika mwaka, ghaliban fi shahri Rabi'il Awwal, mara nyingi hilo linafanyika katika mwezi wa Rabi'il Awwal, ambao ni mwezi wa tatu katika miezi 12 ya Uislamu, nao ni mwezi ambao unakuja baada ya huu mwezi wa Safar, ni mwezi unaofuata. Kwa hiyo mara nyingi hizi sherehe hufanyika katika mwezi huo, liihya'i dhikra maulidin nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa lengo la kuhuisha kumbukumbu ya mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bima yusahibu dhalika min qira'ati as-sira, miongoni mwa yale ambayo yanasuhubiana na jambo hilo la kumbukumbu katika kusoma historia ya mtume, wa ilqa'il kalimat, na kutoa kalima mbalimbali, yani mawaidha, wa insha'il madaih, na kuimba sifa, yani kumsifu mtume kwa kuimba miimbo mbalimbali ya sifa, wa taqdimi at-ta'am, na watu kutoa chakula, wa ghairi dhalika min suwari al-ihtifal, na mengineyo katika hayo yasiyokuwa hayo katika sura mbalimbali za usheherekeaji wa hii siku ya mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. والبحث هنا ليس في مشروعية دراسة السيرة النبوية, utafiti wetu hapa sio katika swala zima la kwamba sheria inasemaje katika kuisoma sira ya mtume. Sisi hatuzungumzii sheria inasemaje katika kuisoma sira ya mtume, au salati ala nabii sallallahu alaihi wasallam, wala hatuzungumzii sheria inasemaje kumswalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au it'am at-ta'am, wala hatuzungumzii sheria inasemaje kuwalisha watu chakula, au sadaqa, au kutoa sadaqa. Fahadhihi kulluha a'malun mashru'a fi asliha, haya yote ni matendo ambayo yamo katika sheria kwenye asili yake. Wa innamal bahthu fi su'alin muhaddadin, na si vinginevyo bahthi yetu hii na utafiti wetu huu ni katika maswali maalumu, swali ambalo limewekewa mpaka maalumu. Nalo ni lipi? Ni hili: hal yajuzu an nukhassisa waqtan muayyanan min as-sana, je, inafaa kutenga muda maalumu katika mwaka bismil ihtifali bi maulidin nabii sallallahu alayhi wasallam, kwa kuupa muda huo jina la kusherehekea mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa naj'ala dhalika qurbatan wa sha'iratan diniyah, na tukalifanya jambo hilo kuwa ni kitu cha kujikurubisha kwa Allah na ni alama ya wazi ya kidini. Hilo ndio swali letu na ndiyo bahthi yetu iko hapo. Wa huna taati ahamiyatu at-taqrib, wa huna taati ahamiyatu at-tafriq bayna mashru'iyyati al-amal fi nafsihi wa bayna mashru'iyyati takhsisihi bi zamanin aw hay'atin aw munasabatin diniyatin muayyana. Hapa unakuja umuhimu wa kutofautisha kati ya jambo kuwa katika sheria katika asili yake, yani jambo limewekewa sheria katika asili yake, na jambo ambalo wa baina mashru'iyyati takhsisihi, na tofauti ya kuwa jambo hili limewekewa muda maalumu kisheria,
au limewekewa sura maalumu au limewekewa mnasaba wa kidini maalumu. Tukiwa tunamaanisha ya kwamba kuna kitu kinakuwa ni katika sheria, kwamba kutoa chakula, kutoa sadaka, kumswalia mtume, kusoma sira, hivi vitu vipo katika sheria. Kwa hiyo kuna kitu kwamba katika asili ni katika sheria, lakini pia kuna kitu cha pili kwamba kukiwekea wakati maalumu kitu hichi, kwamba watu wakawa wanakirejea katika muda ule maalumu. Hichi ni kitu kingine. Kwa hiyo kuna jambo ya kitu kuwa katika sheria kwamba asili yake ni sheria kifanywe, lakini kuna kule kuwekewa kitu hichi muda maalumu kifanyike katika muda maalumu. Kama ilivyokuwa swala zima la swala za faradhi, kuswali ni sheria, kuswali ni jambo la kisheria, lakini swala fulani kuwekewa muda maalumu, mfano swalatul fajri ikawa ni lazima iswaliwe wakati wake wa alfajr, hii ni swala. Na ikawa kwamba hii swalatul fajri ikiwa mtu ataiwekea muda maalumu mwingine akaiswali mathalan baada ya kuchomoza jua, je, ibada hii itafaa? Utaangalia asili ni ibada, lakini kule kuiwekea muda maalumu ambao sheria haijauweka, ibada hiyo inakuwa haifai na unakuwa ni uzushi. Hilo ndilo ambalo tunalizungumza hapa. Tofauti kati ya kwamba jambo fulani ni sheria katika asili yake, lakini kulitoa jambo hili na kuliwekea muda maalumu ambao sheria haujaliwekea muda huo, unakuwa umeliweka katika sehemu nyingine. Hiyo ndio tofauti ambayo tumeiona hapa. Sabilu Salaf TV, Sabilu Salaf TV, daima haki itaonekana. وما تركت لك الأيام عذرا لقد وعظتك لا